Maafisa Iran wamethibitisha kuwa madaraja 6 yaliharibiwa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani mapema alfajiri siku ya Ijumaa katika maeneo mbalimbali. Ofisi ya gavana Hormuzgan ilitoa taarifa ikieleza kuwa uharibifu huo umesababisha usumbufu mkubwa wa usafiri katika maeneo yaliyoathirika, huku magari yakitembea kwa mwendo wa polepole. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wakazi wa mkoa wa Hormuzgan wameomba kuepuka kabisa kutumia barabara hizo pamoja na maeneo ya jirani. Wananchi pia wametakiwa kutumia njia mbadala ili kuruhusu magari ya zimamoto, uokoaji, polisi na huduma nyingine za dharura kupita kwa urahisi. Mamlaka zimewataka wananchi kubaki watulivu na kufuatilia taarifa kupitia vyombo rasmi vya habari pamoja na ofisi ya gavana Hormuzgan pekee. Vikosi vya uokoaji, polisi na wanajeshi vinaendelea kufanya kazi katika maeneo yaliyoshambuliwa, huku hatua za dharura zikiendelea kuchukuliwa. Wakati huo, idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mashambulizi ya Marekani yaliyolenga bandari katika bandari Hamil imefikia 7, huku shughuli za uokoaji zikiendelea katika mkoa wa Hormuzgan. Mbali na vifo hivyo, watu wengine 9 wamejeruhiwa. Ofisi ya gavana wa Hormuzgan imesema wahudumu wa afya na timu za uokoaji wanaendelea kutoa matibabu ya dharura kwa majeruhi katika eneo la tukio na hospitali za karibu. Ofisi ya mahusiano ya umma ya kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran IRGC imetoa taarifa ikitangaza kuwa imefanya shambulio kubwa la kushtukiza dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Ghuba, ikidai kuharibu mali muhimu za kijeshi za Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulio hilo lilikuwa sehemu ya wimbi la 15 la operesheni ya kulipiza kisasi inayoitwa Operation Nasr 2 iliyotekelezwa na kikosi cha anga cha IRGC. IRGC imesema operesheni hiyo ilitolewa kwa heshima ya watu waliouawa katika mashambulizi ya hivi karibuni na Marekani na kwamba lengo lao lilikuwa kuadhibu kile ilichokiita uchokozi kwa Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulio hilo lililenga kambi ya anga ya Marekani ya Al Udeid nchini Qatar. IRGC inadai kuwa shambulio hilo lilisababisha kuharibiwa kabisa kwa mfumo wa rada ya masafa marefu pamoja na ndege kadhaa za kimkakati za kujaza mafuta angani zinazotumiwa na Marekani, huku vifaa vingine vya kijeshi vikidaiwa kupata uharibifu mkubwa. Katika taarifa yake, IRGC ilitoa onyo kali kwa Marekani pamoja na mataifa yanayoruhusu majeshi ya Marekani kuweka vituo vyao katika maeneo hayo, ikisema kuwa kuvuka mistari mekundu na kushambulia raia au miundombinu ya kiraia kutakuwa na madhara makubwa.